Habari yako? Salama kabisa. Vizuri. Niko poa. Tumekutana makao makuu ya Young Africans klabu yako. Yes. Imekuwa ni vizuri sana, lakini kauli za wazee umezisikia vizuri na unaziunga mkono ama unapingana nazo? Nitakuwa ni mtu wa mwisho nikisema kwamba eti napingana nazo. Mimi najua wote wana Young Africans lengo la kukutana hapa ni kuunga mkono na kuwa na kauli moja kwamba hatuchezi, kwa sababu tayari tulishaazimia kwamba hatuchezi. Kwa nini hatuchezi? Kwa sababu tunahitaji kupewa sababu zilizopelekea mechi kuahirishwa. Tunahitaji kuletewa ripoti kwa mujibu wa maelezo ya mamlaka za mpira walivyosema wanaenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tu kucheza wakati bado walivyosema wanaenda kuvishughulikia bado hawajatuletea ripoti. Kwa hiyo ikitokea wametuletea ripoti tunaweza tukajifikiria kucheza, lakini tofauti na hapo hatutaweza kucheza hii mechi mpaka pale watakapotuletea ripoti kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanaenda kufanya uchunguzi. Tofauti na hapo hawawezi kusimamia kanuni na sheria, wanatakiwa tu watupishe. Kwa sababu haiwezekani, huu ni mwezi wa 3 unakatika, hatujaletewa ripoti walivyosema wanaenda kufanya uchunguzi. Hatujaambiwa sababu iliyosababisha mechi kuahirishwa. Wanatuletea tu tarehe wakati barua yao inasema mpaka pale tutakapofanya uchunguzi na kubaini kilichotokea ndipo tutakapokuja na tarehe mpya. Lakini mpaka sasa hivi hamna uchunguzi uliofanyika, hamna ripoti iliyotolewa. Tunaambiwa kwamba mechi tarehe 15. Hatutakuwa tayari kupelekwa kihuni, hatutakuwa tayari kupelekwa kimabavu, hatutakuwa tayari kuongozwa kwa kiudikteta. Tunachokihitaji ni kwa kufuata kanuni na sheria ndio watuletee ripoti tuweze kucheza mechi. Tunahitaji kuongozwa kwa kufuata miongozo iliyowekwa na FIFA kwa ajili ya kusimamia mpira. Tofauti na hapo hatutakuwa tayari kuicheza hii dabi. Naona wamefika mbali zaidi, sio tu kugomea huo mchezo kutochezwa kwa sababu hizo walizoziainisha, lakini pia wamegoma mchezo huu kutangazwa kwenye vyombo vya habari. Yeah, of course, unajua nyinyi waandishi wa habari mnatakiwa muwe mnaelewa na mnatakiwa muwe mnamsikiliza mtu vizuri na then mnaenda kukiongea kile ambacho mtu ameongea. Hatujasema tunagomea mchezo, tumesema hatutacheza mechi mpaka pale ripoti itakapotolewa. Hakuna sehemu tuliyosema kwamba tumegoma, ila hatuko tayari kucheza mechi ya dabi mpaka pale tutakapopewa sababu zilizopelekea mechi kuahirishwa, mpaka pale tutakapoletewa ripoti walizosema kwamba wanaenda kufanya uchunguzi dhidi ya viashiria vya rushwa, dhidi ya uvunjifu wa amani. Tofauti na hapo hatutakuwa tayari kucheza hii mechi mpaka tuletewe vile walivyoainisha wao wenyewe kwamba wanaenda kuvifanyia kazi, then watakuja na ripoti afu watupangie tarehe. Lakini tunashangaa tarehe tu imepangwa pasipo na kuja na ripoti ambayo walisema wanaenda kuifanyia kazi. Sasa tutakuwa ni wahuni hata sisi Young Africans, au tukikubali kucheza hiyo mechi tutaonekana ni watu wa hovyo, wakati sisi ndio tunatakiwa tuutetee mpira wa Tanzania. Kama wao wamekubali tarehe ipangwe, ili hali walichokuwa wanakiazimia kwamba watu wawajibishwe waliohusika kuwazuia kufanya mazoezi hawajawajibishwa, unagundua kulikuwa na uhuni waliofanya kuanzia Simba, bodi ya ligi na TFF. Simba wao wenyewe ndio waliosema kwamba wanahitaji watu waliowazuia kufanya mazoezi wawajibishwe. Sasa leo wanaishadadia tarehe ya mechi wakati waliohusika kuwazuia kufanya mazoezi hawajawajibishwa. Kwa hiyo unagundua kwamba kulikuwa na uhuni. Kumbe sasa walikuwa na mpango wa hii mechi waiahirishe tangu muda, ila tu walikuwa wanashindwa waingieje Young Africans kutokana na kwamba Young Africans ndio mwenyeji wa mechi. Walikuwa wanakosa sababu za kumuita Young Africans mezani kwamba tunaomba tuahirishe hii mechi, kwa sababu walikuwa hawana reason zitakazowapelekea wao kuwaomba Young Africans kuahirisha mechi. Mwisho wa siku wakatumia njia ya kipumbavu, wakatumia njia ya hovyo kuweza kuahirisha mechi. Hakuna sababu iliyopelekea ambayo ina uzito ndani yake unaweza ukaelezwa au ukamueleza hata mtoto mdogo akakuelewa kwamba kweli hii ni sababu inayomata kuahirisha mechi. Sasa mimi najua kikanuni mechi inaahirishwa kama tu umeishafanya uchunguzi kwa wakati huo na ukathibitisha kwamba aidha uwanjani
hapako salama, kuna mabomu. Timu ilikuwa inaelekea uwanjani ikapata ajali na mvua imenyesha kubwa. So unaniambia kwamba unaahirisha mechi afu unaenda kufanya uchunguzi. Yaani unaahirisha kwa nini? Sababu iliyopelekea unaahirisha ni ipi? Alafu hauna sababu unaenda kufanya uchunguzi. Ukituletea ripoti za uongo, kwa sababu watu wengi wanatumia rushwa hapa Tanzania. Wakienda wakapewa hao wanaofanya uchunguzi wa usalama wakipewa hela wakatuletea ripoti za uongo. Mimi najua sheria zinaruhusu kuwe na sababu zilizothibitishwa kwa wakati huo, na sio kwamba unaenda kuzitafuta, kwamba unaenda kufanya uchunguzi upate sababu. Hapana, sababu inapatikana kwa wakati huo ndipo mechi yailishwe. Eliza, tutoke hapo, bado wazee walikuwa wana hoja zao nyingine wakidai kwamba huo mchezo kama pointi 3 atapewa Simba hiyo siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6, basi itakuwa ndio mwisho wa Young Africans katika michezo yote ya ligi iliyobaki. Ligi kwa Young Africans ndio inaishia hapo. Ni misimamo mikali sana kutoka kwa wazee. Unajua sometime unatakiwa uoneshe msimamo wako. Usikubali kuyumbishwa kama gugu maji lililokosa mwelekeo baharini au ziwani. Kwa hiyo kama Yanga leo tunakubaliana kwamba hatuchezi alafu kesho tukakubali kupeleka timu, ina maana sisi tutakuwa hatuna akili. Sisi tutakuwa tunapelekwa tu. Yaani bodi ya ligi au TFF watakuwa wanatuchukulia simple sana. Watakuwa wanafanya kazi zao kwa mazoea. Kwamba ailisheni mechi, Yanga tutakaa nao chini, wataelewa. Watapiga kelele hatuchezi, mwisho wa siku watacheza. Ndio kitu ambacho hatukitaki. Kama tulishawahi kufanya makosa huko nyuma, sasa hivi sio wakati wa kufanya makosa. Sasa hivi ni wakati wa kunyooshana. Wameshindwa kusimamia kanuni na sheria, wapishe. Wapatikane watu watakaoweza kusimamia kanuni na sheria. Unajua hakuna mtu aliyekamilika. Hata mimi na mapungufu yangu na mapungufu yako, hata bodi ya ligi wana mapungufu yao. Lakini mapungufu tunakuja kuanza kulaumiana pale mapungufu yanapozidi. Bodi ya ligi madudu yao yamezidi. TFF madudu yao yamezidi. Ili uthibitishe kwamba TFF madudu yao yamezidi ni pale walipotoka au rais wa TFF alivyotoka kwenye majukumu ya kafu, akaja akakuta hili sakata. Baada ya yeye kukaa kutatua, akaanza kusema nendeni mkacheze sinema zetu. So sisi tunamwambia sasa hivi tuko tayari kucheza sinema zetu, ila hatuko tayari kupelekeshwa kwa mabavu kidikteta pasi na kufuata kanuni na sheria. Haitoishia tu kukatwa hizo alama 3 na hizo 15 nyingine ambazo wanazisema, ila bado mtagomea hapo, mtamaliza ligi yenu hapo katika mchezo huo. Hamtakwenda kucheza na Prison wala hamtacheza na Dodoma Jiji, hata CRDB pia. So hizo tu, hata CRDB kwa sababu yote ni michuano ambayo iko chini ya TFF na bodi ya ligi. Misimamo hiyo ni mikali sana. Pengine kama mashabiki wa Young Africans na nyie mnaungana na wazee wenu kwenye kauli hizo. Tunaungana, na ndio maana tuko hapa. Tungekuwa hatuungani wangekuwepo wazee peke yao. Na hapa hapakuwa na wazee, hapa palikuwa na viongozi wa matawi ya Dar es Salaam na mikoa jirani na baraza la wazee. Kwa hiyo ili tu unaambiwa hivi, sometime unatakiwa uache kitu kilicho bora ili upate kilicho bora zaidi. Bodi ya ligi wamefanya yaliyo bora, ila sasa tunataka kitakachokuwa bora zaidi. Wameshindwa, watupishe ili tutafute kitu kitakachokuwa bora zaidi, tuweze kuwa na ligi bora, ili tuweze kutangaza mpira wa Tanzania na wachezaji wa Tanzania na wachezaji wanaokuja waweze kuvutiwa zaidi, kwamba ukienda kwenye ile ligi kila kitu kimenyooka, kila kitu ni straight. So mchezaji anatamani kuja kucheza ligi ya Tanzania, ila akipewa scenario nzima ya ligi ya Tanzania anaweza akaona ni bora akacheza ligi ya Malawi, bora akaenda kucheza ligi ya Rwanda kuliko kuja Tanzania, kwa sababu kuna makando ambayo yamekuwa hayatatuliwi kwa wakati, ambayo yamekuwa yanajirudia kila wakati. Hilo kama likitokea kama jinsi mlivyosema ninyi, kama likitokea hivyo hamtocheza michezo mingine yoyote iliyobaki, basi na mamlaka ikitokea pengine ikawapa ubingwa Simba, kwenu itakuwa imeishia hapo. Na ndio maana ukaambiwa kwamba ligi hapo itakuwa imeisha. Hatutacheza mechi zilizobaki na hata kombe la CRDB, kwa sababu mazoea yamezidi, na mazoea haya yanakuja hasa kwa klabu ya Young Africans. Hatuhitaji mazoea, tunahitaji kanuni na sheria. Ndio maana msimu ukiwa unaanza wanakaa vilabu vyote kuangalia kanuni, kwamba ni kanuni ipi inafaa, kanuni ipi haifai, nini tuongeze, nini tupunguze, ili tuweze kwenda sawa. Atakayeenda against na kanuni anachukuliwa hatua. Hatua atakayochukuliwa ni hii, hatua atakayochukuliwa huyu aliyekosea ni hii. Kwa hiyo
wao wameshindwa kusimamia kanuni walizokaa chini na vilabu vyote 16 wakaweka kanuni, watupishe. Ni dhahiri kama yote hayo yatatokea, basi hata vile vilabu vilivyoshuka daraja tayari kama Ken Gold na Kagera Sukari havitokubali kushuka daraja kulingana na michezo haijakamilika. Sasa wao inategemeana kwamba hata wale ambao wameshashuka daraja, unajua ili ushuke daraja ni kwamba mechi ulizobakiza hata ukishinda zote bado hazikufanyi wewe kuendelea kusurvive pale, ndio maana unashuka daraja. Lakini kama mechi ambayo ulizobakiza una uhakika wa kuokota alama 3 mpaka 9 na ukasurvive kwenye ligi, watakuwa na wao, watakuwa na mandate au watakuwa na point ya kuiunga Young Africans mkono kwamba haya madudu yanayoendelea yanatakiwa yakomeshwe, mechi zichezwe. Lakini kama amebakiza mechi 5 na ukipigia zile mechi 5 ina maana ni point 15, hata akishinda zote haendelei kuwepo kwenye ligi, hata kuwa na mandate ya kuongea chochote, huyo atashuka tu. Yes. Lakini tumalizie kwa hoja ya mwisho ya wazee, ilikuwa ni kuhusu bunge, mamlaka kuu kabisa inayotuongoza serikali au muhimili mkuu wa nchi. Wabunge wameonekana wakizungumzia baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea hasa kwenye soka. Inaonekana wazee nao wamepinga na kusema kwamba wabunge wafate kazi zao na wasiingilie soka. Soka liingiliwe na serikali, hizi mihimili miwili isiingiliwe. Na hilo swala mimi nimekuwa nikiliona sana kwa wabunge. Wanashindwa kusimamia kilichowapeleka bungeni, wanakuwa wanapeleka masuala ya mpira bungeni. Kwa hiyo unagundua kwamba kumbe pale bungeni watu hawakwenda kwa ajili ya kupeleka labda shida za wananchi kama wanavyokuwa wametumwa na wananchi wao. Badala yake wanaenda kubishana kuhusiana na mpira. Masuala ya mpira hatukatai kwamba wasiwapongeze sijui kushangilia vilabu au kushangilia timu, ila wanatakiwa wajue mipaka pale bungeni wameenda kufanya nini, na mpira unapouzungumzia unaizungumzia kwa mandiki ipi. Kwani ni vilabu vingapi hapa Tanzania vinakuwa vinacheza michuano lakini hatujawahi kusikia vinapongezwa? Ile ikicheza Simba na Yanga ndio inapongezwa bungeni. Wewe ulishawahi kusikia Namungo amepongezwa bungeni? Kwani yenyewe sio klabu ya Tanzania? Ulishawahi kusikia Simba Queen amepongezwa bungeni? Sio timu ya Tanzania. Waache uhuni, wanatakiwa wafanye kitu ambacho kimewapeleka bungeni na wasianze kuingiza masuala ya mipira wakapeleka bungeni. Sicho wanachokuwa wamekifuata bungeni. Wao wanatakiwa waende wakasimamie sheria, wakatunge sheria, waende wakapeleke shida za wananchi wanaokuwa wamewatuma kule bungeni, na sio kwenda kupiga kelele kwa ajili ya mipira. Kwa hiyo mimi nadhani swala la wabunge kuongelea mipira mimi siafikiani nalo, waache. Shukrani sana Dairis. Karibu.